Hatimaye rais wa Marekani Donald Trump amepigilia msumari juu ya wanachama wa NATO akisema kwamba nchi ambayo haitachangia vya kutosha haitolindwa na NATO. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump ameibua tena mashaka kuhusu dhamira yake ya kulinda mshikamano wa jumuiya ya kujihami ya NATO baada ya kurejea kusema kuwa nchi zisizotoa mchango wa kutosha hazistahili kupewa ulinzi katika NATO. Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya jana Alhamisi akiwa ikulu mjini Washington kwamba hatozilinda tena nchi wanachama wa NATO ambazo hazitengi bajeti ya kutosha kwa ajili ya ulinzi. Matamshi ya aina hiyo na ya kila wakati kutoka kwa Trump yanatishia kuweka rehani mshikamano na mfungamano huo. Matamshi ya aina hiyo na ya kila wakati kutoka kwa Donald Trump yanatishia kuweka rehani mshikamano na mfungamano huo wa kijeshi unaoundwa na madola 32 kwa dhima ya kutoa ulinzi wa pamoja. Tangu aliporejea madarakani mwezi Januari mwaka huu, Donald Trump amezidisha shinikizo kwa nchi wanachama kuongeza matumizi ya ulinzi kufikia 5% ya pato la taifa kutoka 2% iliyokuwa imependekezwa kabla ya hapo. Amesema nchi zisizotimiza kiwango hicho zinaweza zisipatiwe ulinzi chini ya mwamvuli wa NATO, ambayo mkataba wake unajumuisha ibara inayowataka wanachama wote kusaidiana kijeshi pale ambapo mmoja atashambuliwa. Hata hivyo, Donald Trump alitishia kujitoa katika NATO ikiwa haya hayatazingatiwa. Kwingineko, viongozi wa Ulaya wameridhia kuongeza matumizi ya ulinzi. Viongozi wa nchi 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya walikutana siku ya jana mjini Brussels, Ubelgiji, kwenye mkutano wa kilele uliojikita katika mzozo wa Ukraine na namna ya kuimarisha ulinzi wa umoja huo. Kwenye mkutano huo wa mjini Brussels, viongozi 27 wanachama wameridhia kwa kauli moja kuongeza matumizi ya sekta ya ulinzi. Mpango huo uliopewa jina la Fufua Nguvu za Kijeshi za Ulaya umeidhinishwa baada ya wiki kadhaa za mashaka miongoni mwa nchi za Umoja wa Ulaya, hasa katika mahusiano ya kando na mshirika wao wa jadi Marekani. Ulaya inahofia kwa sehemu kubwa kile inachokisema kuwa ni kitisho kutoka kwa Urusi, na hamkani imezidi tangu utawala mpya wa Donald Trump ulipoonesha dalili za kuwatupa mkono washirika wake. Katika mkutano wa jana uliolenga vilevile kuonesha mshikamano na Ukraine kufuatia kuingia kiwingu cha uhusiano kati ya Rais Volodymyr Zelensky na Donald Trump wa Marekani, viongozi wa Ulaya wameazimia kujiongelea zaidi kijeshi na kiulinzi. Rais wa Baraza Kuu la umoja huo Antonio Costa amewaambia waandishi wa habari kuwa Ulaya sasa inadhamiria kusonga mbele pamoja kwa ajili ya ulinzi wake na itawekeza fedha kwenye eneo hilo. Hata hivyo, kwa kwanza na viongozi wa nchi wanachama wameidhinisha mkakati uliopendekezwa na halmashauri kuu ya umoja huo wa kutafuta kiasi cha euro bilioni 150 za kuanzia utakaofuatwa na Umoja wa Ulaya. Ili kuonesha utayari wa kutekeleza mpango huo, viongozi hao wamesema watatathmini haraka pendekezo la nchi wanachama kupatiwa mkopo wa euro bilioni 150 za kuanza utakaotafutwa na Umoja wa Ulaya. Kitita hicho kitatumika kufanya manunuzi ya pamoja ya sekta ya ulinzi wa kanda hiyo, na kutakuwa na ruhusa kwa mataifa wanachama kubadili matumizi ya fedha za maendeleo na kuzielekeza katika uwekezaji wa sekta ya ulinzi. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.